Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo mahali popote unapotutizama, na tunakukaribisha sana katika kipindi chetu cha leo cha saa ya faraja katika Kristo. Na kabla ya mambo yote, nahitaji tumshukuru Mungu kwa kifupi, alafu tuendelee na somo letu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya siku hii njema uliotupa. Tunakusihi Mungu kapate kulibariki neno lako ambalo tunaenda kuliachilia sasa, ikamguse kila anayelitutizama na kutusikiliza mahali popote alipo, katika jina kuu la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana Roho yako Mtakatifu akaguse ufahamu wa kila mmoja wetu na usikivu wake wa ndani na namna anavyoona, ili aone, aelewe na asikie aelewe kile ambacho unazungumza naye. Katika jina la Yesu nimeomba, amen. Neno la Mungu ambalo linatuongoza leo linatoka kwenye kitabu kile cha Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari ule wa 1 mpaka wa 10, na kitabu cha Luka sura ile ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 10. Na tutasoma kwa msaada wa Mungu mahali popote ulipo ili uweze kutufuatilia na kupata ujumbe. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordan, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akajaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu. Hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili ligeuke liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamuonyesha milki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe hii yote na fahari yote, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa ya kwako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha akaenda zake kwa muda. Neno la Mungu ambalo tumelisoma ndio linalotuongoza katika somo la leo, ambalo ni siri ya kufunga na kuomba. Siri ya kufunga na kuomba. Maombi ya mfungo ni maombi ambayo yameambatana na kutokula na kutokunywa, kwa mapatano yako na Roho Mtakatifu. Lakini katika maombi haya yana matokeo makubwa sana, na watu wengi walikuwa hawafahamu aina za mifungo. Kwa hiyo mtu anaamka tu anasema mimi nataka kufunga. Huu ambao tumeusoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 4 na Injili ya Luka sura ile ya 4, yote inaonyesha maombi ya mfungo wa siku 40. Yesu mwenyewe alichukuliwa na Roho, akaongozwa na Roho nyikani kwa muda wa siku 40, usiku na mchana. Alikuwa anaomba huko kama alivyoongozwa na Roho. Kwa hiyo mfungo wa siku 40 una nguvu sana. Kwanza, unakusaidia kushinda majaribu. Mnaona jinsi Ibilisi alimtokea Yesu Kristo, na alikuwa anamjaribu ajeuze mawe kuwa mkate, lakini Yesu akawa anamshinda kwa neno la Mungu. Kwamba imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Lakini sio hivyo tu. Maombi ya siku 40 yamebeba mabadiliko makubwa kiroho na kimwili. Unajua, haya maombi ndiyo yalikuwa yamebeba maandalizi ya huduma ya Yesu Kristo hapa ulimwenguni. Mungu huwa hawezi kukutumia kabla hajakuandaa. Kwa hiyo ukisikia Roho Mtakatifu anakusukuma sana kufunga, usipuuze, kwa sababu unaweza kukuta ndio maandalizi ya huduma yako sasa yanaanza. Kwa hiyo maombi haya yana nguvu sana. Kwanza, faida yake ya kwanza, haya maombi
yanasababisha usikivu wako na Mungu ukae sawa. Kwa sababu mwili siku zote ushindana na roho. Lakini sasa tunapofunga na kuomba, tunautiisha mwili na kuunyamazisha. Wakolosai 3:3. Na ukiomba kabisa katika roho na kweli katika hizi siku 40, kama ni Roho Mtakatifu amekuongoza, mwili wako utanyamazishwa na roho yako itakuwa na nguvu. Kwa hiyo usikivu wako wa ndani utakuwa na nguvu zaidi. Katika kile kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari ule wa 13 inaeleza kwamba mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo. Watu wengi walikuwa wajui maana ya kufa na uhai wao kufichwa pamoja na Kristo ni nini. Maana yake kufa ni kufisha, ni mwili wako, yani viungo vyote vya mwili vina tamaa. Kuna tamaa mbaya zinatakiwa zife. Kuna mawazo mapotofu yanatakiwa yafe. Kuna mienendo ambayo ni ya dhambi inakufa. Kwa hiyo sasa tujitahidi kufunga na kuomba na kukaa karibu na Mungu na kumsikiliza. Lakini mfungo huu uliweza kumsaidia Yesu kupata nguvu ya kufanya kazi katika ulimwengu huu. Yesu alifanya kazi kwa muda mchache sana, lakini aliandaliwa kwa muda mrefu sana. Na alipokuwa katika huduma, mnaona jinsi alijifunua kwa ishara kubwa, kwa miujiza mikubwa. Watu walikuwa wanafufuliwa, waliokufa wakoma walikuwa wanaponywa ukoma wao. Lakini sio hivyo, hata watu ambao walikuwa vipofu walipata kuona na viwete walipata kutembea, Yesu akiwa katika huduma. Kwa hiyo ni vizuri sana ukamwomba Mungu akakuongoza. Lakini mfungo huu wa siku 40, mtu mwingine ambao pia alifunga mfungo kama huu ni Musa. Musa alifunga mfungo huu pia wa siku 40. Na alipofunga mfungo wa siku 40, unaona alikuwa kule mlimani akiomba, akapewa majibu ya wana wa Israeli, na alipewa zile amri 10 za Mungu. Kwa hiyo mfungo huu lazima uongozwe na Roho mwenyewe. Biblia inasema Yesu aliongozwa na Roho nyikani. Lakini mfano watu walioomba na kufunga siku 40, wa kwanza ni Yesu, yuko kwenye Luka sura ile ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 10. Wa pili ni Musa, yuko kwenye kitabu cha Kutoka sura 24 mstari wa 13 mpaka wa 18. Mambo muhimu unatakiwa kuyajua ukiingia kwenye haya maombi ya siku 40. Jambo la kwanza, unatakiwa ujitenge na mazingira yenye kelele. Yesu aliongozwa nyikani, aliongozwa na Roho nyikani. Lakini jambo la pili, unatakiwa ufanyike kuwa kuhani. Ufunuo Yohana sura ya 5 mstari wa 9 mpaka wa 10. Yesu alikuwa kuhani, alikuwa anaomba kama kuhani. Neno la Mungu linasema kwamba alitununua kwa damu yake, akatufanya kuwa wafalme na makuhani. Na sasa tunatawala na kumiliki juu ya nchi yote. Kwa hiyo lazima ukienda kwenye maombi utumie nafasi ya kuhani au ya kifalme. Kuhani ni mtu anayepeleka mahitaji ya watu mbele za Mungu kwa njia ya toba, lakini ni mtu pia anayesogeza sadaka kwa ajili ya watu wa Mungu. Kwa hiyo ukifanya hivyo utapata matokeo mazuri. Mambo makuu yatakayotokea ikiwa utaweza kufanya haya maombi ya mfungo wa siku 40 au Roho Mtakatifu atakuongoza kuyafanya na ukatii. Kwanza utapewa muongozo na maelekezo ya utumishi wako. Sasa na Luka 4 mstari wa 1 mpaka wa 5. Lakini utapewa nguvu na hatua iliyoko mbele yako namna ya kuiendea. Kwa hiyo kuna maombi mengine unaambiwa na Mungu ufanye mfungo, kumbe kuna hatua iko mbele yako wanakuandaa. Zaburi ile ya 105 mstari wa 4 inasema mtafuteni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kwa hiyo tujifunze kutii Roho Mtakatifu anachotuongoza. Kumbe hatumtaki tu Bwana, ila tunamtaka Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo kuna haja ya kuzihitaji nguvu za Mungu katika hatua iliyoko mbele yako. Lakini utapewa macho ya ndani. Unajua ukifunga muda mrefu, mwili unakosa nguvu lakini roho inakuwa na nguvu sana. Kwa hiyo kama inakuwa na nguvu roho yako, kuna macho ya ndani nayo yanatiwa nguvu. Waefeso sura ile ya 1 mstari wa 17 mpaka wa 18. Lakini utapewa majibu ya jambo ambalo ulikuwa unaliombea. Yaani katika mfungo huo lazima Mungu atakupa majibu ya hicho ulichokuwa unaombea. Lakini Mungu atajitambulisha upya kimahusiano kati yake na wewe kama utafanya haya maombi ya siku 40. Lakini jambo lingine la 6, Mungu atafunga agano na wewe. Mungu anafunga agano na watakatifu wake kwa sababu ameona umejitoa muda wako
ukakubali kukaa miguuni pake katika huo muda wote wa siku 40. Na hii iko katika Zaburi ya 50 mstari ule wa 5. Anasema, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa njia ya dhabihu. Kwa hiyo jitahidi sana kufanya maombi hayo ya mfungo wa siku 40. Kama Roho Mtakatifu amekuongoza, usiogope. Sio lazima ufunge usiku na mchana. Unaweza ukafunga tu masaa 12 ukawa unakula kitu chochote jioni kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Lakini usifanye maombi haya kwa kuiga, kwa sababu sio wote walioyafanya kwa kuiga wakawa salama. Omba mwongozo wa Roho Mtakatifu akuongoze utembee katika step ipi. Kwa sababu sio hayo tu ndio maombi, kuna mifungo mingine tutaielezea katika kipindi kinachofuata. Tunaamini umebarikiwa kupitia kipindi hiki. Tunaamini kupitia ujumbe huu kuna mahali umetoka. Tunaomba sasa Mungu akusaidie kutembea katika neno hilo. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ujumbe wa neno lako. Asante kwa sababu kuna mtu ameshasikia na ameshatazama, na kuna mtu ameshaelewa kuhusu mfungo huu wa siku 40. Katika jina la Yesu tunabariki ujumbe wa neno lako. Bariki msikilizaji wetu na mbariki mtazamaji wetu. Na tunaomba Mungu wabariki watoto wako, hata wale watakaotoa sadaka kwa ajili ya kusaidia kazi yako. Mungu wakumbuke katika jina la Yesu. Bariki kazi za mikono yao na sadaka hizo zifanye kazi ya utumishi wako katika chaneli hii. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Basi unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba ambazo zinapita kwenye kioo ya simu yako, na unaweza ukatutumia ushuhuda wa kitu ambacho Mungu amefanya baada ya maombi hayo ya kufunga kama umefunga, na sisi tutamshukuru Mungu pamoja. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia vipindi vinavyofuata. Amen.